يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه باسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا يا حبذا رب وحبدينا وحبذا محمد هادينا لولا ما كنا ولا بقينا إنا دعوناك استجب آمنا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوث اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا نحن الأولى جاءوك مسلمين إنا دعوناك استجب آمنا. Zakula wa Islam Tanzania BAKWATA mkoa wa Songwe tumeandaa dua ile ni maalum kwa ajili ya kuiombea amani nchi yetu, lakini kuombea uchaguzi upite kwa salama, na ni muhimu kwa jamii ya Waislamu na Watanzania wote waweze kuliombea taifa lao, na dua inakuwa na umuhimu sana katika nchi, kwa sababu kupitia dua utulivu utapatikana, kupitia dua basi riziki zitapatikana, kupitia dua watu wataelewana, kwa sababu ambaye anaombwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu ndiye ambaye analeta amani, analeta utulivu. Kwa hiyo Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA siku ya kesho tarehe 17 pale mkoani katika ukumbi wa Vawadei tutakuwa na dua maalum ya kumwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassani, kwa sababu ndiye rais wetu kwa muda huu. Kwa hiyo kama Watanzania, kwa mujibu wa vitabu vitakatifu, tuna haki ya kuliombea taifa letu, tuna haki ya kuiombea nchi yetu, lakini tuna haki pia ya kumwombea rais wetu mama Samia Suluhu Hassani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe afya, amwepushie maradhi, ampe hekima na busara wakati tukiendelea katika uchaguzi huu wa mwaka 2025. Ani inaeleza wazi kabisa, angalia Mtume Ibrahim alayhi salam aliombea nchi yake ya Makka. Ibrahim alisema rabbi ij'al hadha baladan amina, anaiombea nchi yake, anasema Mungu, Mwenyezi Mungu ninakuomba jalia nchi yangu hii ya Makka iwe ni ya amani, lakini sio ya amani tu, warzuquhum minath thamarati, hawa watu wa nchi hii ya Makka basi uwajalie wawe na vyakula, wapate riziki. Lakini tunaona pia hata wakati Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameondolewa, amefukuzwa ndani ya nchi yake ya Makka, anaondoka ndani ya nchi yake. Angalia uzalendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema nini? Anasema ma atyabaka min baladin, hakuna nchi ambayo ni bora, ni nzuri kuliko wewe nchi ya Maka. Wa ahabbuka ilayya, tena wa ahabbu ilayya, tena nakupenda sana we nchi yangu ya Maka. Walaula anna qaumi akhrajuni, na kama si kwamba watu wangu wamenifukuza mimi kuondoka ndani ya nchi yangu, wallahi ma sakantu ghairaki, nisingeenda kuishi kwenye nchi nyingine. Haya ni maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anaifundisha jamii ya Waislamu kwamba wawe ni wazalendo. Anaifundisha jamii mbalimbali ya binadamu kwamba wawe ni wazalendo kwa nchi zao, wapende nchi zao, wazithamini nchi zao, wazitetee nchi zao, wawe tayari kutoa chochote kwa ajili ya nchi yao. Kwa hiyo na sisi kama Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA tumeona kwa thamani kubwa ya amani ya nchi hii, basi na sisi tuandae hii dua, na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe iende kwa kheri na amani. Ndani ya dua ile tumeweza kushirikisha taasisi mbalimbali za dini, madhehebu mbalimbali, kama vile Jumuiya ya Maridhiano na Amani itakuwepo, viongozi wa dini mbalimbali, machifu. Mgeni rasmi atakuwa ni mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa
Mheshimiwa Daniel Chongolo ndo atakuwa ni mgeni rasmi katika dua hile. Kwa hiyo tunawaomba Watanzania wote, wana Songwe wote, tuje pamoja siku ya kesho ili tumlilie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ambavyo nchi ilivyo na amani na utulivu, basi amani iendelee na uchaguzi upite kwa amani na salama. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vizuri hapa imezungumza kiuwazi kabisa, manabii walikuwa wanaziombea nchi zao amani, utulivu, baraka ndani yake. Kwa na sisi tuna wajibu pia wa kufanya hivi.